Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kabisa hapa Tanzania, Dar es Salaam au Afrika kwa ujumla ni Diamond Platnumz, msanii kutoka Tanzania. Bwana, kitu ambacho kimehappen ni kwamba Diamond last time mwaka uliopita bwana, tulimuona akiwa amehudhuria katika matamasha mengi sana makubwa ya fashion, yani matamasha ya ubunifu, hususan kama alivyoendaga Paris na sehemu nyingine tofauti tofauti. Diamond bwana alikuwa amepata ile VIP treatment, lakini pia vile vile alipata mpaka endorsement ya kuvaa nguo za Adidas na kupiga nazo picha katika matamasha hayo ya fashion huko Ufaransa. Na lile lilikuwa ni moja kati ya matukio ambayo yaliwafurahisha na kuwagusa wadau wengi sana huko mitandaoni, baada ya kuonekana msanii kutoka Tanzania akiwa anatuwakilisha vyema katika majukwaa ya kimataifa katika nyanja tofauti tofauti za burudani. Maana tumemzoea Diamond katika upande wa muziki, lakini pia tulivyomuona kule Paris Fashion Week akiwa katika mambo ya fashion pia akifanya vizuri. Ni moja kati ya vitu ambavyo vilifanya watu wengi sana wakawa very excited na kumwagia maua mengi sana Diamond kwa movement ambazo amekuwa akizifanya. Lakini this time around bwana, kuna habari ambayo hapa kidogo imeleta huzuni kwa namna moja au nyingine kwa wadau mbalimbali huko mtandaoni, baada ya Diamond kuonekana ametupwa nje ya geti this time around katika tamasha lingine la fashion kwa mwaka huu hapa 2026. Maana kwa mwaka uliopita bwana, tuliona Diamond alirepresent vizuri kabisa katika tamasha la Paris Fashion Week, lakini hii Paris Fashion Week bwana, kwa mwaka huu hapa 2026 Januari hii imehappen tena hii event siku chache zilizopita, na of course wamehudhuria wa celebrity wengi, yani mastaa waliohudhuria hili tamasha ni wengi mno, mpaka Davido bwana amealikwa, mpaka wakina Fino Fine wamealikwa, yani wasanii wengi sana kutoka Afrika wamealikwa, lakini pia mastaa wakubwa kutoka Marekani kama vile kina Brown, Asha na wengine kibao kina Kai Cenat. Hawa ni ma-streamer ambao wanafanya vizuri sana kimataifa, wamealikwa katika tamasha hili la Paris Fashion Week huko Ufaransa kwa mwaka huu hapa 2026 Januari. Lakini Diamond Platnumz yeye bwana hatujamuona, hajaalikwa. Ni jambo ambalo limewashangaza watu wengi. Sasa kutokana na hiyo issue ni kwamba page mbalimbali zimekuja kuargue au zimekuja kuhoji kuhusiana na kwamba kwa nini Diamond Platnumz hajapata fursa kutokea katika tamasha hilo la Paris Fashion Week this time around. Bwana, kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba bwana, kwa nini Diamond hajaalikwa Paris Fashion Week ya mwaka huu hapa 2026. Wakaja hapa kaandika chini kwa maelezo katika caption hapa. Wameandika kwamba bwana, nimeona mastaa wa Nigeria akiwemo Davido, Marley na Fino tayari wameshawasili nchini Ufaransa kwa ajili ya Paris Fashion Week inayoanza rasmi kuanzia Januari 20 mpaka Januari 25 kwa mwaka huu hapa 2026. Hata hivyo, mpaka sasa hivi jina la Diamond Platnumz bado halijaonekana katika tukio hili, jambo ambalo limezua maswali mengi. Akaendelea kusema kwamba bwana, je, kwa mwaka huu hapa Diamond hajaalikwa kabisa katika tamasha hilo la Paris Fashion Week ya Januari, au labda tutegemee kumuona kwenye edition nyingine itakayofanyika kuanzia Juni, yani mwezi wa 6 mwaka huu 2026, ambapo hilo tamasha la msimu mwingine ambao utaanza Juni ni kuanzia tarehe 23 Juni hadi tarehe 28. Akaendelea hapa kuelezea kwamba kwa kweli tukio hili limewaumiza watu wengi sana kifikra, na pia vile vile limefanya watu wengi sana wajiulize maswali mazito kuhusiana na uwakilishi wa wasanii wa Bongo Flava kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa. Inashangaza sana kuona mwaka huu hakuna msanii mkubwa kutoka Tanzania aliyeonekana, ilhali mwaka jana Diamond Platnumz alihudhuria na pia vile vile aliwakilisha vema mziki na fasheni ya Afrika Mashariki. Matukio kama Paris Fashion Week yana umuhimu mkubwa sana kwa wasanii wetu, na pia vile vile ni majukwaa yanayounga
kuunganisha mastaa wa Afrika na wale wa kimataifa kama vile Chris Brown, Kai Cenat, Asha, Quavo na wengine kibao ambao huaga ni wahudhuriaji wa mara kwa mara katika matamasha hayo. Lakini pia kiukweli hapo ndipo networking huaga zinafanyika, exposure inapatikana, na pia vile kolabo kubwa huaga zinazaliwa katika matukio kama haya. Mwisho wa siku haya yote ulisaidia game la mziki wa Afrika hasa Bongo Flava kufika mbali zaidi duniani. Lakini pia wadau huko mtandaoni wametoa maoni yao. Kwa mfano, huyu amesema kwamba bwana anaomba uongozi wa Paris Fashion Week uangalie uwezekano wa kuongeza jina la Diamond Platnumz kwenye tukio hili kama mwanzo jina lake halikuwepo. Afrika Mashariki imepoa sana, magharibi na kusini wanatawala game wanatawala sana game ya Afrika kwa ujumla. Tuangalieni na sisi pia. Hivyo basi hawa kina Fino Omalay wana ukubwa gani kuliko Diamond Platnumz? Mbona wao wamealikwa? Swali hilo bwana. Huko wadau wanasema kwamba kuna wasanii kutoka Nigeria wamepata nafasi ya kuhudhuria au kualikwa katika tamasha hilo la Paris Fashion Week huko Ufaransa, lakini uwezo wao na momentum ambayo wako nayo kiujumla katika industry ya mziki duniani iko chini. Lakini ukimtazama msanii kutoka Tanzania Diamond Platnumz yuko na momentum kubwa, amefanya mambo mengi zaidi makubwa kuliko hata au baadhi ya wasanii kutoka Nigeria. So kitendo cha yeye kutokualikwa katika tamasha hili la Paris Fashion Week ni kitu ambacho kimewakera watu wengi. Kwa hiyo wadau bwana wameomba moja kwa moja uongozi wa Paris Fashion Week waongeze jina la Diamond na yeye pia ahudhurie. Lakini pia hapa kuna mdau mwingine amekuja kuweka makala yake akiwa anamfananisha Chris Brown na Diamond Platnumz katika upande wa baadhi ya vitu ambavyo ni facts kuhusiana na maisha yao kwa ujumla. Yeye ameandika kwamba bwana Chris Brown na Diamond Platnumz ni kama vile mapacha wasiofanana. Wote hawa wamezaliwa mnamo mwaka 1989 huku Chris Brown alitangulia kuingia katika industry ya mziki mnamo mwaka 2005 na Diamond yeye akaja kuingia katika mziki mnamo mwaka 2009. Chris Brown bwana ni king wa American na worldwide. Diamond bwana ni kinara wa Afrika Mashariki, Afrika na sasa hivi tunamuona akichakata mambo kusogelea soko la kidunia. Wote ni wanamitindo na wanapenda sana kuvaa vitu vya gharama. So hivyo ndivyo mambo yalivyo huko mtandaoni bwana. Kumekuwa na utata kidogo baada ya Diamond Platnumz kuto kuonekana kujumuika na wasanii wenzie kutoka Afrika Magharibi kama vile Nigeria huko akina Davido katika tamasha hilo la Paris Fashion Week. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, hakikisha bwana na wewe pia unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.